Mafunzo ya utafiti kuhusu ufanisi wa programu za urekebu yamefungwa rasmi tarehe 6 mwezi wa pili mwaka 2026 katika ukumbi wa Rugimbana, makao makuu ya Jeshi la Magereza eneo la Msalato jijini Dodoma. Akifunga mafunzo hayo kwa niaba ya mkuu wa jeshi, kamishna wa huduma za urekebu CP Amina Kavirondo amewaambia washiriki kuwa tafiti watakazokuwa wakizifanya zisaidie kuisemea taasisi, huku akiishukuru Ofisi ya Taifa ya Takwimu NBS kwa kusaidia mafunzo hayo. Swala la utafiti ni jambo muhimu sana kwa zote takwimu sahihi kuwezesha maamuzi na mipango sahihi ambayo inaweza kusaidia taasisi au sehemu husika. Hivyo utafiti huu unaoendelea ni umelenga kubaini namna bora zaidi ambayo Jeshi la Magereza litaweza kutekeleza majukumu yake mbalimbali kwa mujibu wa sheria, lakini kwa kiwango stahiki na kwa viwango vinavyokubalika kikanda, kimataifa na kidunia kwa ujumla. Ndugu washiriki wa mafunzo haya, nimeendelea kufuatilia mafunzo haya kwa karibu kwa siku zote 3 kwa kuja mwenyewe, lakini pia kwa kushirikiana na aliyekuwa msimamizi au msaidizi DCP Justin Kazibulaya ambaye ni mkuu wa sehemu ya utafiti na takwimu. Nimeelezwa kuwa mada zote ziliwasilishwa kikamilifu na pia suala la kufanya jaribio la kutekeleza utafiti huo limefanyika na kutoa sura hasa ya kwa nini tunaenda kufanyika kwa utafiti huu hasa katika eneo la uwandani, kwa maana field areas. Ni washukuru nyote kwa utulivu mlioonyesha na ari iliyoonekana ya kutaka kujua mbinu mbalimbali za utafiti kama ambavyo mada zote 9 zilivyowasilishwa kwenu kutoka kwa timu ya wawezeshaji. Niwashukuru na kuwapongeza na kuwawezeshaji wote walioweza kufanya hilo liwezekana. Kwa upande mwingine, niendelee kutoa shukrani kwa wadau wetu NBS kwa kuja kushiriki mafunzo haya, lakini pia kuendelea kuchangia gharama za kufanya utafiti hii sambamba na shukrani hizo za kipekee kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, CP Kavirondo ameongeza kusema utafiti ni taaluma, hivyo inapaswa iwe na maadili, huku akisisitiza swala la usiri. Utafiti kama taaluma inayo maadili ambayo baadhi yake ni pamoja na kuwa na ruhusa ya kufanyika utafiti kabla ya kufanya utafiti, lakini kutathmini uhuru wa unayemhoji, kwa maana lazima ajibu madodoso kwa hiari yake, lakini lazima kufuatilia mizania ya hasara na faida. Lazima kuwepo na usiri wa taarifa za wanaohojiwa, na taarifa zenyewe haitakiwi kuamua kwa hisia zako wewe binafsi. Na katika hili nafikiri tukubaliane vizuri kabisa. Nimeona nimependekeza uwepo wa hati, lakini na hakika taarifa za hati zitaingia kwenye taarifa za dodoso kwa sababu zile ni haki na ni usiri wa ufungu. Pamoja na mambo mengine, kamishna huyu wa huduma za urekebu amemshukuru mshauri mwelekezi wa mafunzo, huku akihitimisha kwa kutoa salamu za mkuu wa jeshi aliyewataka washiriki kuzingatia mafunzo. Kwa mshauri mwelekezi, naendelea kutoa shukrani zetu za dhati kwako kwa kuendelea kuwa nasi katika mkakati wetu wa kubadili utendaji kazi wa jeshi kutoka katika taasisi ya kimabavu na utoaji adhabu na kuwa taasisi ya urekebishaji zaidi. Asante sana, na tunakuomba uendelee na moyo huu kwamba wewe sasa ni sehemu ya mabadiliko ya Jeshi la Magereza. Lakini pia tumshukuru Imani ambaye kwa bahati mbaya amekuwa na dharura, lakini tunashukuru pia uwepo wake katika kipindi chote cha. Pia nitoa salamu za mkuu wa jeshi kwa washiriki wote kwamba mzingatie mafunzo mliopewa, kwani siku utafiti utakapofanyika mtakuwa ndio waelekezaji kwa wengine ambao hawakushiriki mafunzo haya.
na sio tu kuwa waelekezaji, ili ndio mtakuwa cornerstone ya mabadiliko. Na kama ambavyo ilithibitishwa kwamba mwisho wa siku jeshi la Uingereza litakuwa lina legacy ya kwamba ni kweli tunafanya correctional rehabilitations. Kwa upande wake, mkuu wa sehemu ya takwimu na utafiti DCP Justin Kaziulaya akimkaribisha mgeni rasmi kufunga mafunzo, amesema washiriki wamejifunza masuala mbalimbali, huku msemaji wa jeshi Sakapu Elizabeth Mbezi na mshauri mwelekezi Dr. Boniface Francis Shimba kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma wakisema mafunzo hayo ni chachu katika kuleta ufanisi. Washiriki hao wamejifunza mambo mbalimbali ikiwemo mapitio ya andiko la awali kwa lugha ya Kiingereza project proposal, majukumu ya jeshi kwa mtizamo wa ndani wa urekebishaji, maadili ya utafiti, mbinu za utafiti, kujenga uelewa wa ukusanyaji takwimu, kutambua zana za utafiti, fikra tunduizi critical thinking katika masuala ya utafiti, mafunzo kwa vitendo, lakini pia walipata fursa za kujaribu changamoto za utumiaji wa peer to fomu ambayo tunaitumia kupata takwimu mbalimbali za wafungwa na mahabusu kwa ajili ya mipango ya jeshi. Hakuna shaka mafunzo yaliyotolewa yamebadili fikra walizokuwa nazo washiriki wakati wanakuja hapa, na kwamba kuna jambo ambalo limeongezeka ambalo linakuja kuleta mabadiliko ndani ya jeshi. Ninaamini kabisa kila mmoja ameweza kujifunza leo, na zaidi ya kujifunza kwamba namna ambavyo tumeingia katika chumba hiki ni tofauti na vile ambavyo tunaenda kutoka hivi sasa. Kwamba kuna kitu ambacho tumeingia katika akili zetu na fahamu zetu. Cha msingi tu ni kwenda kuyalinda na kuyatunza yale ambayo tumejifunza. Naamini kule vituoni tunapokwenda tuna majukumu mengi, lakini pamoja hayo majukumu takuwa kwamba wewe ni msaidizi, mtafiti msaidizi, kwa maana kule utakapofika iwe mwezi ujao baada ya miezi 2-3, lakini wewe ndio mtafiti msaidizi. Hilo tulijifunza hapa kwamba hatuwezi kujirudia tena kwa namna ile ambayo tumefundishwa. Kama tutafundishwa itakuwa kwa namna nyingine kama vile sasa. Kwa hiyo tujitahidi sana kuweza kujikumbusha wajibu wetu ambao tunapaswa kwenda kufanya tutakapokuwa kule kwenye uwanja, kwa maana ya kwenda field. Tumekuwa na majadiliano namna ya kuboresha tools zetu, na penda tu kuiahidi management kwamba haya maboresho ambayo yameletwa tutayafanyia kazi, na mambo mengine yote ambayo yatatakiwa kuzingatiwa kwa ajili ya mapitio kabla ya kwenda field tutayafanyia kazi. Mimi kama sehemu ya mshauri mwelekezi, ndio jukumu langu la msingi na ndio jukumu langu kuu kuhakikisha inafanyika hivi. Na nipende tu kushukuru management ya Jeshi la Uingereza Tanzania kwa fursa hii ya kuleta maafisa kuweza kushiriki katika utafiti huu, lakini pia kushiriki katika mafunzo. Mafunzo haya yanaonekana kuwa ni chachu ya kushirikishana ujuzi, kushirikishana uzoefu. Natumaini management itaona umuhimu wa haya mafunzo kuweza kuwa endelevu, hasa kwa kuangalia uhitaji wa mambo mbalimbali ambayo maafisa wanahitaji kujengewa uwezo, kwa kutambua kwamba idara ya takwimu ndiyo msingi wa maamuzi yote yanayofanyika katika jeshi la magereza. Kwa maana maamuzi yote yatahitaji takwimu sahihi,
maandalizi au mipango yote itahitaji kuwa na takwimu sahihi. Kwa hiyo kuiwezesha idara ya takwimu kukusanya takwimu sahihi na kuwa na mbinu za kuchakata taarifa ni jambo la msingi sana. Mafunzo hayo ya utafiti yalienda sambamba na vitendo katika gereza kuu Isanga iliyoko jijini Dodoma. Mimi naitwa Juvenali Namwata, ni mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Magereza. Leo tarehe 6 mwezi wa pili 2026 nimepokea ugeni kutoka makao makuu ya Jeshi la Magereza. Wageni hawa ni watafiti kutoka katika magereza mbalimbali nchini mwetu. Magereza kutoka Mbeya, Morogoro, Mbeya na Dodoma yenyewe na magereza mengine. Lengo la ujio huu la watafiti hawa ni kuja kwa ajili ya dodoso ambalo kuona kwamba maswali haya katika dodoso hilo, je, yanajibika au pretesting. Lakini ni kuangalia namna gani ya hawa wafungwa ambao ni warudiaji au recidivist prisoners. Je, hili swala la urekebu litatoa matokeo chanya katika swala zima la urekebu na kuhakikisha kwamba, je, katika kutoa elimu masuala haya yanajibika vizuri au kuna maboresho gani ambayo yatafanyika? Kwa majina naitwa Staff Sergeant Zaleo Shule ya Kisaruki, nimetoka Dar es Salaam gereza la Segerea. Mimi ni mmoja kati ya wenzetu ambao tumeitwa kwa ajili ya kupewa mafunzo kwa ajili ya kufanya utafiti katika programu mbalimbali ambazo magereza yanaendelea kuzitoa katika swala zima la urekebu magerezani. Programu hizi zimelenga kumzungumzia mfungwa mrudiaji. Kwa nini mfungwa anarudia gerezani wakati tulimpa programu husika, lakini sasa anaenda kutenda kosa lingine anarudi tena gerezani? Sasa katika programu hii tumeshirikiana na taasisi nyingine kutoka nje ambazo zinatupa elimu pamoja na kuchanganya na wataalamu kutoka ndani ya gereza ambao tunapewa elimu kwa ajili ya kutafiti ni kwa nini sasa wafungwa ambao tumeweza kuwa train lakini wamerudi gerezani kwa makosa yale yale. Sasa katika programu hii sasa tunaendelea kwa siku ya leo ambayo tumeanza katika gereza hili la Isanga. Tumefanya ni hatua ya awali ambayo pia inalenga kupata dodoso. Tumekuja kupata madodoso kutoka kwa wafungwa warudiaji, lakini pia tumeweza kuwahoji viongozi wao ambao ni wafungwa wa manyapara ambao pia wanashiriki katika zoezi zima la urekebu. Kwa hiyo sasa sisi kama watafiti wasaidizi, lengo letu kuweza kubaini sasa ambalo linapelekea mfungwa wale ambao tunamrekebisha lakini anarudia kufanya kosa lile lile. Ni dhahiri mafunzo haya ya utafiti kuhusu ufanisi wa programu za urekebu ni muendelezo na ni mkakati wa jeshi kuhakikisha watumishi wake wanajengewa uwezo. Mafunzo yamewashirikisha maafisa na askari wapatao 60 kutoka makao makuu na vituo vingine vya magereza katika mikoa 10 iliyoteuliwa kwa sababu maalum za kiutafiti. Wafungwa jamaa zetu na wathamini yahitaji kazi kubwa kubadili tabia zao. Dira na dhima ya jeshi letu la magereza ni kuwa na jeshi imara la kisasa. Dira na dhima ya jeshi letu